Zimetamatika katika uwanja wa KMC Complex. Nimemshuhudia mnyama Simba Lunyas akiondoka na ushindi wa mabao 4-0. Mchungaji, heri kwa hili. Hili jambo zuri sana. Hii ndio ukubwa wa Simba. Huu ndio ukubwa wa Simba. Ndio Simba ambayo inaonekana sasa hivi na kitu kipya. Na raha zaidi ni kwamba leo tumepata ushindi. Huu ushindi wa goli 4. Hatujawahi kuwafunga zaidi ya goli 4 hao. Kwa hiyo leo tumepata goli 4 katika mwendelezo wa Simba kwenda kuchukua kombe la NBC, la kombe la CRDB. Sisi tuna ukame wa magoli kwa muda mrefu. Kwa hiyo leo kupata ushindi ni jambo kubwa sana. Maana tuna siku nyingi sana hatujapata ubingwa aina yote. Kwa hiyo kushinda kwa leo kumetupa uweni kubwa sana. Na Simba inaonekana imebadilika sana. Tumzungumzie ubora wa Clatous Chota Chama. Bado anazidi kuimarisha ubora wake na bado anaendelea kuwapa furaha wana Simba. Mnamuona anastahili kwenye hili? Simba kuna vitu vimebadilika, vitu vingi sana. Kuanzia viongozi pamoja na wachezaji wenyewe. Wachezaji wenyewe sasa hivi wanaonekana wana spirit kubwa. Kuna kitu wanakitafuta, wanaonekana wana kitu wanakitafuta. Pili, ukisema mchezaji kama Chama kuna ongezeko kubwa limekuja. Kama ni mazoezi inawezekana kwamba sasa hivi amefanya mazoezi sana. Kwa sababu inaonekana kwamba kwa mara ya kwanza tokaje Tanzania kila mechi ana score goli. Kila mechi ana score goli. Na anapo score goli anafunga magoli ambayo ni mazuri sana. Kuanzia mechi ya mtani na mechi zingine na zingine na zingine. Kwa hiyo sasa hivi inaonekana star wa Simba kwa sasa hivi ni Chama. Star wa Simba kwa na ndio maana mwangalie mwalimu wa Simba akishafunga goli Chama, angalia anaposhangilia. Unaona jinsi gani kwamba kama hata maelekezo yake yanaenda yanatimia. Kwa hiyo Simba hii mnavyoiona, Simba hii itakufanya makubwa sana kwa sababu kuna mfumo ambao mwalimu ameuchukua kutoka Stellenbosch. Kuna mfumo aliochukua kutoka Stellenbosch ambao mfumo huo ndio anautumia Simba, ulikuwa hujakolea. Huu mfumo ni mgumu, ila ukishachanganya hakuna timu inaweza kuzuia Simba. Kwa hiyo sasa hizi bado mfumo bado hujachanganya. Mfumo ushaanza kuchanganya, ndio maana unakuta kuna magoli ya ajabu yanatokea. Wewe angalia, ni mfumo ambao unahitaji striker. Sawa, ni mfumo yoyote yule ikifikia, kwa sababu zinapigwa pasi nyingi. Alafu kuna mmoja anaomba kazi yake atangulize mpira. Atakayewahi hata kama ni beki, wewe ushafungwa tayari. Ndio mfumo ambao mwalimu anautumia. Na ushaanza kushika kasi. Ndio maana Simba inaonekana kila mechi anapata magoli. Kila mechi Simba anafunga magoli ya ajabu. Kila mechi Simba inaonekana ina kasi. Ndani ya dakika 10 wewe unaona Yanga. Ndani ya dakika 10 Simba inapata goli 2. Ni dhahiri TRA ni huwa ni mkali zaidi akiwa uwanja wake wa nyumbani na wala si katika viwanja vya ugenini. Hapana. TRA ni timu nzuri, hata imecheza vizuri, lakini ilikutana na timu bora zaidi. Lakini unaweza kusema TRA ni mbovu. TRA ni timu nzuri, ila ilikutana na timu ambayo ni bora zaidi, ndio kitu kilichotokea leo. Na leo isingekuwa mwalimu kawatoa wale kaingiza wachezaji ambao anakaa bench, tungeshuhudia goli 7 goli 8. Mwalimu kaingia yule Simba B, yule kijana Simba B alifunga goli la wale wameingia baada ya Simba kuonekana kuna wachezaji wanahitajika kwenye mechi inayofuata. Ikabidi wapumzishwe wakina Libase, wakina Ura, lakini wangesema waende na kasi ile ile, tungeweza kupatikana goli nyingi zaidi kuliko zilizopatikana hizi. Inaonekana haya ni mapigo zaidi baada ya kumshuhudia Azam FC akifungwa goli 4. Umeenda kulipa kisasi dhidi yenu kwa sababu wanaonekana wao ndio timu kutokea jijini Dar es Salaam na Simba nao pia wanatokea Dar es Salaam. Na wakati Christina Mwagala anakuja alisema Mbabe amerejea katika jiji la Dar es Salaam. Ana kauli yake anasema wanaume wa Dar es Salaam. Anasema wanaume wa Dar es Salaam bado si wangapi, ana kauli za kukerakera sana. Sasa leo ndio wamekuja kuonyeshwa kwamba hata kama ukizungumza ukakera, hii ndio Simba ambayo inatamani kwenda kuchukua ubingwa wa NBC pamoja na CRDB. Simba ana kiu kubwa sana makombe. Hii ndio shida tu hiyo. Kwa hiyo yote atakayekuja mbele, hali itakuwa ngumu sana. Hata hii Yanga Afrika tunaomba mechi na Azam, Yanga ashinde. Tunaomba Yanga ashinde. Tunamtaka kwenye tushinde. Ili hata tukichukua ubingwa, tuchukue ubingwa ambao utakuwa huna doubt. Sielewa? Tuchukue ubingwa ambao hata mtu yote anaweza kusimulia Simba alishinda kwa kumfunga Yanga. Ndio kitu ambacho tunataka kukifanya safari. Yaani mnamtaka Young Africans kwenye michuano ya CRDB tena kwa mara nyingine. Tunamtaka Yanga CRDB tukutane naye. Asijivunje mechi na Azam. Hiyo kuna vitu vingine vimebadilika. Hii ni Simba ndio ile Yanga miaka 4 iliyopita ndio Simba sasa hivi. Na kudavulia vizuri sasa. Umeelewa? Simba hii unaiona ndio ile ya Yanga miaka 4 iliyopita. Amba kila mechi Yanga anaingia na score anavyotaka yeye. Ndio hii Simba. Kuna uelewano mkubwa sana umekuwa kati ya Libase, kati ya Chama pamoja na Kibisawala. Kuna kitu kikubwa kinafanyika sana. Alafu ikaonekana kwamba mwalimu Gomez akitokea benchi anakuwa bora zaidi kuliko akiwa anaanza. Na sasa hivi inaonekana mwalimu akitokea benchi anascore magoli. Kama kila mechi anayoingia anascore magoli, naona kwamba Wydad lazima arudi Wydad. Hawezi kubaki kwa sababu Wydad wao wanamtaka aendelee kufunga magoli kama alivyokuwa anafunga magoli hapo kabla hajaondoka Tanzania. Kwa hiyo anarudi kule mkataba wake ukiwa unaisha, lakini kwa kuonyesha kwamba
alipokuja Tanzania Wydad ya kufanya makosa kumleta Simba Sports Club. Ndio kitu ambacho kimetokea safari hii. Na hii sio kwa bahati mbaya. Aina mfumo wa mwalimu wa Simba ambaye alitoka Stellenbosch. Stellenbosch kwa timu ya kawaida sana. Lakini kwa wachezaji ambao walikuwa wameletewa, timu ile katusumbua sisi hata kwenda nusu finali, mpaka finali. Kwa aina mfumo mwalimu alikuwa anatumia. Simba hivyo mchukua wakamletea vitu, wakamletea majembe. Ndio haki na uhuru haki na nani. Ndio maana Simba inaonekana sasa hivi kama inastua Tanzania, kama inastua Afrika. Simba inaonekana kwamba sasa hivi kama bado inakuja kivingine, hata watu wa Yanga wanajaji. Mbona Simba inakuja tofauti? Mfumo mwalimu anaotumia ndio mfumo ambao unasumbua kwa sasa hivi kwenye ligi yetu. Na mimi nawaambieni ukweli, mfumo huu ukikolea si Tanzania tu, hata barani Afrika atatisha sana. Na mwalimu huyu kwa taarifa ambazo ni rasmi nawaambieni, si rasmi. Kama ataenda klabu bingwa wewe turudi naye. Huyu mwalimu Steven kama tunaye klabu bingwa tunaye, kwa sababu mifumo anayotumia ni mfumo wa mpira wa kisasa ambao Waarabu ndio wanatumia sasa hivi. Leo Simba anaimbwa klabu. Nimezungumza kiutaalamu hapa. Mpira sasa hivi unaanzia nyuma. Ukibutua wewe pango upate namba tena. Wao wamefikia wanaocheza wameshika mfumo. Waleko benchi wameshika mfumo. Ndio maana leo unamshangaa mpaka Duchu wetu na yeye ni star ndani ya Simba. Maana yake ni mfumo ule tayari ushamkamata. Kibabage mfumo ameukamata. Oura mfumo ndio hivyo. Ture mfumo ndio hivyo umeshashika kasi. Kwa hiyo yoyote kati ya wale anayeanza sasa hivi ndani ya Simba anataka tuje kuonekana ni bora zaidi. Jina la Clatous Chota Chama linaimbwa ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mnadhani Young Africans walifeli wapi haswa kumtumia Clatous Chota Chama huyu ambaye kipindi kile alikuwepo kwa upande wao? Usajili ni beti. Unaweza alipokuwa kulikuwa vizuri ukamleta kwako akafeli. Ndio hicho kitokea. Chama yule wa Yanga sio Chama unayemwona leo. Sio bado? Kibabage yule ambaye unamuona Yanga Afrika sio unayemwona. Kwa hiyo timu kumsajili mchezaji ni swali lingine na kuja kuperform ni swali lingine. Ndio maana leo watu wanakuambia hivi, Yanga sasa hivi ni sasa na Mungu aliyochangamka. Unajua kwa nini? Yanga ya Okelo na Simba sasa hivi kuna utofauti mkubwa. Sio bwana? Simba ya Chama sasa hivi. Chama anaonekana ndo kasajiliwa upya kwamba hajaje kuja kucheza Tanzania, lakini alikuwepo. Kutokana na mfumo wa mwalimu ambao waingia wachezaji. Kwa hiyo hii Yanga ikutana na Simba hivi, Yanga wanatamani wasikutane na Simba hii. Ndani ya dakika 10 Yanga kashafunga goli 2. Wametoa taarifa jana kuhusu uwanja wao. Bado hujanisoma. Nasema mtakwenda kuzindua. Hata sisi tumeenda Zanzibar, yeye ndo kanusurika. Tumeenda Zanzibar tumemfunga tena. Simba ameimprove kutoka kufungwa na Yanga mara 6 mfululizo. Kuja Simba kutoa sare, kumfunga Yanga, na kuja kutoa sare. Na sisi tumefanya hivi, tumeimprove. Na ili uchukue ubingwa wa NBC, ili uchukue ubingwa wa CRB, lazima umfunge mtani. Simba kisha mfunga Yanga Zanzibar. Hapo bado hujanielewa bado. Mnajiona nyenye ni mabingwa. Tayari Simba ni bingwa wa NBC, atashindaje kuchukua ubingwa? Zimebaki alama 2. Nakwambia hivi, hizo ni ndogo mno. Yanga alikuwa na pointi 5. Leo ana 2. Wewe unasema 2? Alikuwa na 5, leo kabakisha 2. Nani mwingine wa kumzuia Yanga? Yanga Afrika tena wao nao wategemea sio wao. Kwa sababu ndio Majiji hakuwa katika plani. Yeye kajipendekeza tu. Hakuwa katika njia. Kaja wewe katika plani ambayo Simba hatukuitaka. Ambao wako kwenye plani ni nani? Sisi tunajua siri yetu ambao wako ndani ya plani yetu. Huyu kaja kwenye plani ambayo sisi hatukuwa nayo. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba Simba leo kapata pointi 3. Maana yake tumeingia sisi nusu finali. Tunamwomba Yanga asijivunje. Mechi inayofuata finali tukutane naye. Kwa sababu nusu finali tukutane naye. Nusu finali yetu tukutana na Coast. Finali nataka tukutane na Yanga Afrika. Jana juzi ilikuwa kwamba Young Africans wametoa taarifa ya kwamba muda wote na saa yote uwanja wao rasmi utakwenda kujengwa kwenye makao makuu ya klabu ya soka Young Africans. Simba Sports Club bado mnaonekana mnasuasua kwenye swala la uwanja. Ni maendeleo. Yaani ukiona mtu anafanya jambo la maendeleo lazima ukubali. Umeelewa? Na kuona wewe pasheti utaona una shida. Umeelewa? Watu wanataka kujenga uwanja. Hajaje kuwa na uwanja karibu miaka 90 iliyopita. Leo ukija kuambia kwamba eti wale watu ni wahovyo, utaona wewe sio mtu sawa. Ni swala zuri tuusubirie watajenga. Kwani nyinyi muamini kama watajenga? Kwa sababu stories zimekuwa nyingi. Engineer tokana ingia sema watajenga uwanja lakini uwanja hakujenga. Umeelewa? Mimi kinachonihuzunisha katika mkataba wa Yanga Afrika. Kinachonihuzunisha mimi. Umeelewa? Kwa timu kwa sababu ni timu ya wananchi. Kinachonihuzunisha mimi kuingia mkataba wa milele na mwekezaji. Asilimia 50 kwa 50. Umeuza klabu. Klabu ni milele. Hawajawahi kusema kwamba mkataba huu utaisha 2075. Umeelewa? Au 2095. Mkataba ule ni wa milele. Kwa hiyo wao watakula mpaka vitukuu. Ni mkataba ambao mimi naona hauko vizuri. Asante sana.